na saizi tuna mtandao, tuna simu nzuri za smartphone. Wewe uliza tu katika mkoa wa Dodoma, anza tu na mkoa wako wa Dodoma, angalia majimbo yote, wilaya zote, yako makambi wapi? Wewe jiulize tu, sitaki niseme, lakini wewe mwenyewe fanya assessment yako, uangalie ni nani ambaye amefungua makambi. Leo ni mwaka wa 3, 16, 17 na leo hii awamu ya 3. Maana mimi nashiriki mara ya pili. Kwenye elimu, makambi ya elimu. Kwa sababu ukitaka kujua mtu kama anakupenda ni yule anayekupatia utajiri wa kudumu. Mimi huwa naita elimu ndio dhahabu ya maisha. Sio mifugo, sio mashamba, sio ardhi. Ukitanguliza elimu ndio unakuja kuwa na uwezo wa kushika shamba na ardhi kwa sababu na elimu. Kwa nitaka Bwana Kondoa mjue kama mlimchagua kiongozi ambaye anawapenda. Anayekupenda si anayekupatia fedha mfukoni. Ni yule anayekuwezesha wewe, watoto wako waongeze nini? Maarifa kichwani. Kwa kweli hili ni zawadi ya pekee. Na ndio maana nikasema mnazo simu, mnaweza mkauliza tu hata nje ya Dodoma, nenda tu Manyara, nenda Singida, cheki Morogoro. Wewe uliza tu. Yaani sitaki ufanye mimi, wewe uliza tu. Ni maeneo gani wanayofanya makambi? Utagundua ni wachache sana waheshimiwa wabunge ambao wanafanya kazi hii. Sana sana waliofanikiwa zaidi ni Simiyu, ndio walifanya vizuri. Na huyo katuletea hapa kutuambukiza na situ yachukue, lakini ni mara ya 3 bado wengi hawaja capture. Kwa sababu ni maamuzi ya upendo. Anaingia mfukoni mwake, anatoa kwa ajili ya watoto wao kesho. Mheshimiwa mbunge, mimi nakupongeza sana. Anarudia, nilipokuja pale kwenye ile siku ya uliotualika, nilisema kwamba unaweza ukachezea kwa sababu nacho. Ukaambiwa tu maneno unajua sijui na nini, ukasema ngoja tujaribu. Lakini kitakapokuwa umekikosa kimekuponyoka, ndio utajua kama ulikuwa umechezea. Utaanza kujilaumu. Na tatizo sisi wa Tanzania huwa ni wepesa na kusikia vineno. Alafu unaweza kusikia vineno vingine vikakugharimu miaka mingapi? 5. Kufuta na kurekebisha hakupo mpaka ipite mingapi? 5. Sisi watu tunasema kukosea ni mimba ya miaka 5. Kwa hiyo nitaka tu muelewe kwamba mama anajituma na anatoa kila alichonacho kwenye elimu. Yuko busy sana, analitumikia taifa. Utamkuta Dar es Salaam, utamkuta mikoa gani, anasimamia shughuli za maendeleo kwa sababu ameaminiwa na Mheshimiwa Rais. Sasa sijui mnataka mwanze kujaribu wakati mlishafanikisha, mmetoboa, au mnataka muendelee kutoboa, alafu mnataka mwanze kutengeneza upya. Mimi sitawashangaa sana Wanakondoa. Mimi nasema kwa sababu mimi nilikuwa mbunge, nina uzoefu, najua kwamba wananchi wetu huwa mnadanganya. Mnampata mtu anachapa kazi, mnaanza maneno ya pembeni, kuna hiki. Matokeo baada nasema bwana tulikosea, ninge inakuja baada ya kuwa mmeharibu. Mtela wewe. Nimeshuhudia anavyowapigania. Hata anavyoongea unaona yanatoka rohoni mwake. Kabisa unaona kwamba huyu anataka kuwasaidia wananchi wake. Mwana mama huyu ana uchungu wa mama mzazi. Nafikiri mnanielewa. Ni tofauti na uchungu wa mtu mwingine yote yule. Kwa hiyo mheshimiwa, nataka nikupongeze kwa dhati kabisa, juhudi zako tunaziona na sisi mkoa tutaendelea kukuunga mkono. Ndio maana mimi nimekuja nikasema lazima nimuunge mkono huyu dada anayehangaika. Mimi nafahamu yeye mwenyewe ana uwezo sana. Angeweza kusema kwamba mimi nimeshasoma, mimi na elimu yangu, wacha wengine, nitapiga kampeni huko nitapita. Lakini anataka kuiona Kondoa yenye future nzuri. Na Kondoa yenye future nzuri ni ya wale tu iliyoandaliwa ya watoto ambao wanakwenda elimu, wanapata elimu na wanapata ujuzi baada ya kuwa na elimu. Hiyo ndio la msingi sana. Kwa hiyo nawaombeni muunge mkono, na kumuunga mkono ni kuwapeleka watoto shule, ni kuwapa watoto upendo, ni kuwaleta kwenye kambi, ni kuwasimamia kinidhamu na shughuli zingine zote zile. Ndio atafanikiwa. Peke yake hawezi kufanikiwa. Lazima wazazi tumsupport sana. Sawa ndugu zangu? Nidhani nianze na hayo kwa kweli, kwa sababu anafanya kazi kubwa.
Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na uzima, kwa kutuwezesha kukutana katika kikao hiki muhimu cha ufunguzi wa kambi hili la kitaaluma. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kushukuru sana uongozi wa wilaya ya Kondoa, ambapo mmeshirikiana vizuri na mheshimiwa mbunge wa Kondoa. Mkurugenzi wako ndiye aliandika barua kuja. Nimeiona mwenyewe ile barua. Ndio nikamwambia Makoma, hebu check nao tarehe 10, mbona tuna ratiba ya kwanza, tulikuwa tunaanza ratiba chemba nadhani. Kwa kunialika kuwa mgeni rasmi hafla hii. Mwaliko wenu umenipa fursa nzuri ya kuzungumzia mambo muhimu ya elimu kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya katika sekta hii muhimu nchini. Nashukuru sana kwa mwaliko wenu huu mzuri. Nichukue fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza mheshimiwa mbunge wetu, naibu waziri wa fedha na mipango, Dr. Ashatu Kijaji, kwa kubuni wazo hili la kuanzisha kambi ya kitaaluma yenye shabaha ya kuinua kiwango cha ufaulu katika halmashauri ya Kondoa. Umethibitisha kwa vitendo upendo, mchango mkubwa ulionao kwa wananchi wa Kondoa katika kuendeleza elimu. Nikupongeze kwa kuifanya sekta ya elimu kwa wanakondoa kuwa kipaumbele chako cha kwanza, cha pili, cha tatu, na kwenye hesabu wanasema cha nth, unaona NTH huko vyote hivyo. Kwa sababu kishaweka hivyo, mengine yote yamo ndani kwenye hiyo kipao. Hongera sana mheshimiwa mbunge. Ndugu wadau, ndugu wanafunzi, kwa namna pekee niwapongeze wazazi kwa kuwaruhusu watoto wenu kushiriki katika kambi na pia kuwawezesha kuwapatia vifaa vya kujifunzia na chakula wawapo hapa kambini. Lakini pia nichukue fursa hii kuwaasa wazazi kuhusu mienendo mbalimbali ya watoto wetu, ikiwemo kuhakikisha mahudhurio mazuri. Miongoni mwa changamoto zinazoikabili sekta ya elimu katika mkoa wetu ni pamoja na utoro wa wanafunzi. Aidha, mmesema mwenyewe ulipokuwa kuja 2015 ulikwenda darasa kwa kutaka 9. Maana kuna wengine walikuwa wameshatoroka wote wakabaki 9. Na hao 9 watatu tu ndio walijua kusoma na kuandika. Ni kwa kweli tumetoka mbali. Aidha, ninawaasa kuhakikisha kuwa nidhamu inadumishwa ipasavyo katika kipindi chote mtakachokuwa hapa kambini, ninyi mlioko mbele yangu hapa. Ni matarajio yangu kuwa wanafunzi wote katika kambi hii mtaimarisha nidhamu, kwani nidhamu ndio msingi wa mafanikio katika nyanja yote ile na hasa elimu. Na nikupongeze mheshimiwa mbunge kwamba kwenye taarifa ya afisa elimu mmeweka makambi 3. Ni upendo, na makambi zimesoma mpaka shule. Tuwapigie makofi, hongera sana. Tulipokuja mwaka jana tulikuwa na kambi moja pale pale. Leo tarafa zako zote mbili zimeguswa. Huo ni upendo mkubwa sana. Na naamini hata ambao hatukufika watajua kama tumefika hapa, tumezindua hili kwa niaba ya yale makambi mengine yote. Ninasema haya kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa la wanafunzi kuacha shule katika mazingira yasiyofahamika, ili hali ikiwa na ninyi wazazi walezi mpo na hamchukui hatua zozote. Rai yangu kwenu ni kwamba swala la malezi linajumuisha wazazi, walimu, viongozi, jamii na wanafunzi wenyewe. Hivyo tusimamie ipasavyo. Tunalo swala la watoto kutoroshwa. Nadhani hili mna taarifa nayo. Nimeongea na viongozi wenzangu. Unakuta kuna watoto mheshimiwa mbunge wamefanya form 2, wamepata division 1 kwenye ile point zao, amefaulu vizuri, anakuja hapa mtu toka Dar es Salaam analeta matangazo, anawaambia Dar es Salaam au kuna wadhamini wanaoweza kuwasomesha nje ya nchi. Alafu wazazi wanakubali, mtoto anaondoka, anakwenda. Akifika kule anaingia kwenye mateso. Na waombeni sana tena sana, tusikubali udanganyifu wa aina hiyo. Na ninazo taarifa bado kuna watoto wengine wameondoka wengi tu, na orodha majina tunayo, ambao wamepotea, wameenda huko na hawajarudi tena. Na wakirudi hapa ni kwa bahati, sio kwa Kondoa tu. Hii ipo katika mahala pengi katika mkoa wa Dodoma na nchi nzima. Wanafika huko wanafungiwa na hata hawaoni kile alichokuwa ameahidiwa. Anaacha masomo, mwenye division 1 anakwenda kule. Nadhani hili jambo tulikemee wote kama wazazi, na hasa watoto wangu mlioko mbele hapo. Mheshimiwa mbunge anawapigania msome, mfaulu, usikubali udanganyifu wowote. Hata wawili mtu anakuambia kukuchumbia, wewe mwambie mchumba wangu ni elimu,
Umenisikia? Mwambie mchumba wako nini? Ni elimu. Mpaka utakapokuwa na degree kama sisi hapa na dada hapa, ndio utaanza mambo mengine ambayo unaweza kuyafanya. Fikiri mmenielewa. Niwapongeze wanafunzi kwa kupata fursa hii ya pekee ambayo mnatakiwa kuitumia ipasavyo ili kuongeza ufaulu na kupata fursa ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu. Ikumbuke kwamba mkakati wa mkoa kwa mwaka 2019 ni kuwa na ufaulu wa 50% kwa daraja la kwanza mpaka la 3 na 50% kwa daraja la 4. Hivyo hatutarajii kuwa na daraja 0 katika mkoa wetu wa Dodoma. Na hapa mheshimiwa mbunge tulikuwa tunaongea naye, ambacho kinawashusha ni wale wa daraja la 0. Kwa utakuta mko vizuri, mna 78%, lakini mngeweza kuwa na 80 na kitu. Ni kwa sababu ya watu wenye 0 walikuwepo ndio wamedraw chini. Mmepata fursa ya kukutana wanafunzi kutoka shule mbalimbali, ambapo kila mmoja atajifunza kutoka kwa mwenzake na pia kutoka kwa walimu wenye ujuzi. Hongereni sana walimu ambao mmemuunga mheshimiwa mbunge, mheshimiwa naibu waziri, na mpo hapa. Mungu awabariki kwa sababu mnajenga Tanzania ambayo mheshimiwa rais anaitaka. Hongereni sana. Ndugu wadau, naamini lengo la kampeni kuunganisha nguvu kwa pamoja ya walimu na kutoa fursa nzuri ya kubadilishana uzoefu, kukumbushana mbinu mbalimbali za kufundishia na kujifunzia ili kuwasaidia wanafunzi kutatua changamoto wanazokumbana nazo katika masomo na hasa katika mada zenye utata. Hivyo ni jukumu lenu kuwalea wanafunzi hawa kitaaluma na kimaadili kwa kusimamia nidhamu wawapo darasani, nje ya madarasa na mabwenini. Aidha, nichukue nafasi hii kuwaagiza viongozi wote kusimamia na kufuatilia kwa karibu uendeshaji wa kambi hii kwa kuzingatia mambo muhimu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha swala la afya ya wanafunzi linazingatiwa ili kuepusha kutokea magonjwa ya mlipuko na mengine. Ndugu wadau, hali ya taaluma katika mkoa wetu si nzuri. Mfano, tukichukua matokeo ya mtihani katika kidato cha 4 kwa miaka 3 mfululizo, tumekuwa ni kati ya mikoa ya 6 ya mwisho kutoka chini. Mwaka 2016 tulikuwa namba 24, 2017 tulikuwa namba 19 na 18 tumeshuka na 21. Kwa 24, 19, 21. Tumeweka na jedwali ambayo unaona kwamba hali ndio hivyo kama ndivyokuwa tunaangalia pamoja. Mwaka huu tuko kwenye namba 21. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kazi ya ziada. Natambua zipo changamoto nyingi zinazoikabili sekta ya elimu ambazo zinachangia kuwa na hali duni ya elimu na ufaulu hafifu ama kiwango cha chini, ambacho baadhi yake ni kama zifuatazo. Tuna upungufu mkubwa wa miundombinu ikiwemo vyumba vya madarasa, maabara, matundu ya vyoo na nyumba za walimu, upungufu wa nyenzo za kufundishia na kujifunzia, changamoto za usimamizi duni wa sekta ya elimu kwenye baadhi ya maeneo, upungufu wa walimu hasa wa masomo ya sayansi, uwajibikaji duni wa baadhi ya walimu na tabia zisizoridhisha za baadhi ya walimu, utoro wa rejareja, utovu wa nidhamu wa baadhi ya wanafunzi na kuzembea kutojibidisha katika masomo, kukosekana kwa ushirikiano mzuri baina ya viongozi wa wilaya, kata, wakuu wa shule, walimu, wazazi, jamii, wanafunzi kwenye masuala ya elimu. Ndugu viongozi, pamoja na changamoto hizo na zinginezo nyingi, mkoa unazitaka halmashauri zake zote kwa kushirikiana na wadau wa elimu na jamii kwa ujumla ili kuboresha hali ya ufaulu, kuzingatia na kuhakikisha inatekeleza mikakati ifuatayo. Kwa kwanza, kujitolea nguvu kazi na mali katika shughuli za ujenzi wa miundombinu ya shule kama madarasa, maabara, matundu ya vyoo na nyumba za walimu na ununuzi wa samani katika shule. Wajibu huu ni wetu sisi kama ulivyoainisha katika mwongozo wa utoaji wa elimu ya msingi bila malipo. Upo mwongozo ambao umetolewa unaainisha majukumu mbalimbali ambayo unaweza kufanya. Nitoe rai, tujitolee, tusiachie serikali peke yake, haitaweza. Kwa tunajua kwamba mtihani upo unakuja, na tunajua kwamba wapo watakaofaulu. Tumewaweka hapa kambini, ni lazima wataongezeka wengi watakaofaulu, watakaofanya vizuri. Kwa ni lazima sisi, mkurugenzi na wenzako wote, mwanze maandalizi ya kuwapokea. Ile ya mwezi wa 12 kwanza kukimbizana baada ya waziri kutangaza watamisemi kwamba nawapa siku 7, siku 20, inatudhalilisha. Tunaweza tukajiandaa mapema leo hii. Nadhani tulishaongea. Tuanze leo hii kujiandaa kwa sababu tunajua wanafunzi watafaulu, na mnaweza mkacheka kwenye zile moko
kwamba halmashauri yangu itakuwa na wanafunzi wangapi wanaofaulu kwa kuchukua zile takwimu za kwenye moko. Mimi naamini hiyo inawezekana. Ikifika mwezi wa 12 wanafunzi wanakwenda kwenye mashule. Lakini la pili, ni watake afisa elimu mkoa na afisa elimu wa wilaya kuendelea kufanya mapitio ya ikama za walimu na kufanya ukaguzi kwenye vituo au mashule ili kubaini mgawanyo wa walimu. Hii itawasaidia kubaini na kupunguza upungufu kwenye baadhi ya maeneo yenye mahitaji makubwa kwa kuchukua walimu kule waliporundikana na kupeleka katika shule zenye upungufu mkubwa. Nadhani tumeshakubaliana na afisa elimu. Mpitie, muangalie yako maeneo kama vijijini ndani huko walimu ni wachache zaidi. Katibu tawala mkoa kupitia afisa elimu wa mkoa, hakikisheni mnasambaza kwenye kila wilaya ngazi ya kata waraka wa tafsiri na ufanuzi wa elimu msingi bila malipo. Nimeuona ule waraka usambazwe ili watu waweze kujua kinachotakiwa. Namba 4, tuwe na mkakati maalum wa utoaji chakula cha mchana mashuleni kwa wanafunzi wetu. Jukumu la kumpa mwanafunzi chakula ni la mzazi mwenyewe, na kuna faida nyingi kwa mwanafunzi kupata chakula shuleni. Kwa mfano, mwanafunzi kutokuwa na njaa wakati wa masomo yanapoendelea shuleni, hivyo kuwawezesha kusoma na kuwa na uelewa mzuri. Wanasema kwa Kiingereza health mind in a health body. Akili nzuri katika mwili wenye nini? Wenye afya. Kuwezesha walimu kufundisha vipindi vya ziada kwa sababu wanafunzi watakuwa wamekula chakula. Mzazi mlezi kuwa huru kuendelea na shughuli za uzalishaji mali bila kufungwa na kufikiria kuja kuwapikia wanafunzi chakula cha mchana. Na hii ni muhimu kwa sababu mkichangia wakati nakula shuleni, manake mzazi sasa huna wasiwasi kwamba mtoto atatoka mchana ataenda nyumbani arudi tena kula aende shuleni, atapoteza muda au ende kumwandalia, itakuwa hilo halipo. Lakini pia mamlaka za usimamizi wa elimu kwa maana ya maafisa elimu katika ngazi mbalimbali kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara shuleni ili kuona utendaji kazi wa walimu na kuwasaidia kutatua changamoto zinazowakabili mkiwa katika vituo vyao. Ninaagiza tuache utamaduni wa kukaa ofisini kusubiri kuletewa taarifa na migogoro tukiwa ofisini. Tafadhali tuinuke, tuwafikie watenda kazi na kujua changamoto walizo nazo na tuwasaidie kuzitatua. Afisa elimu wa wilaya weka utaratibu ambao unaweza kujua waratibu wa kata kama amefika kwenye zile shule, amefika mara ngapi. Unapokwenda unaweza kumuuliza ukaona jinsi alivyojaza kama amefika huko. Wengi hawa waratibu wa kata hawafanyi hizo kazi. Na bahati nzuri mmewanunulia pikipiki walio wengi. Kwa zile pikipiki baadhi wamezigeuza ni biashara. Hawaendi kwenye shughuli za kuangalia watoto kule shuleni. Kwa utakwenda darasani unakuta wanafunzi ni wachache wametoroka, alafu wanasemaje? Wanasema kuna watoro wa reja, sijui kuna watoro wa muda mrefu. Haiwezekani. Reja ni utoro tu. Hayupo shuleni na hawezi kusoma. Uongo kweli jamani? Lakini kama mratibu unapita mara kwa mara, kwanza utawabaini wazazi ambao watoto wao hawaendi shule, unaweza kuwafuata mpaka kwenye vijiji vyao, ukakaa na mwenyekiti wa kijiji, mkamuita yule mzazi mkaongea naye kwamba angalia mtoto wako hayupo shuleni. Wakati mwingine ni elimu tu kuwakumbusha wazazi wetu. Sawa? Na hao wazazi baadaye mtoto akionekana amesoma ameenda mbali wa mwenzake anaanza kumuonea wivu wakati na yeye alipewa fursa ya kuitumia vizuri. Ndugu wadau wa elimu, mwisho napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru tena wote kwa pamoja na kuwa tushirikiane ili lengo la serikali la kutoa elimu ya msingi bora bila malipo liweze kufanikiwa bila kikwazo chochote. Aidha, niwakumbushe kujipangia malengo na kila mmoja wenu ajitathmini kwa kuangalia malengo yake kama ametimiza inavyotakiwa ili kwa pamoja tuweze kuleta mabadiliko chanya kwenye elimu ya nchi yetu. Ndiyo maana mkoa wa Dodoma tuna kauli mbiu yetu inayosema kuinua taaluma Dodoma ni jukumu langu. Elimu bora ndiyo chachu ya maendeleo katika nchi hii na ndiyo itakayotupeleka kwenye uchumi wa kati na kutuletea maendeleo endelevu. Hivyo ni jukumu letu sote kwa pamoja kutimiza wajibu wa kujituma ipasavyo. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii tena Mheshimiwa Naibu Waziri Mbunge, kwa kweli kukupongeza. Ni jambo ambalo ni wachache wanalifanya. Kuweka makambi matatu katika wilaya yakawa live yanafanya kazi sio jambo dogo. Ombi langu kwenu watoto,
tumieni sana fursa hii. Walimu wapo, waulizeni, someni kwa makundi, mdiscuss, mfanye mazoezi, maana hapa tunachotaka ni kufaulu, si ndio jamani? Na bahati mbaya system yetu sisi upimaji ni kwenye kuandika kwenye mtihani. Hawatakaa wakuulize unajua kiwango gani cha hesabu kama unakaa na mwalimu naongea hivi. Hamna. Ni wewe utakavyoandika kwenye nini? Kwenye mtihani wako. Kwa hiyo hapa lazima tujifunze namna ya kufaulu. Na lazima tufaulu. Ndio maana mpo hapa. Zawadi kwa mheshimiwa mbunge, nyewe watoto, ni ya kufaulu wote kwa kiwango cha juu. Ndio mtakao mmempa zawadi kubwa. Sawa ndugu zangu? Ili itakapokuja mwaka kesho tuwe na record ambacho mheshimiwa ameshakifanya, kwamba wangapi wameshafanya kazi vizuri. Ni kwa sababu ya juhudi za mheshimiwa mbunge, na naamini hamtamwangusha. Wote mtafaulu? Nyosheni mkono ambao watafaulu. Kwa hiyo tunaingia rehani, na mimi nitakuja kukagua. Nyosha tena mikono. Kwa hiyo mmeingia rehani na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo wakati wote ujue mkuu wa mkoa nilimwahidi kama nitafanya nini, nitafaulu. Kwa hiyo na mimi nitafuatilia. Tambia uliniahidi, mbona hukufaulu? Sawa jamani?